Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo mercredi le 10 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari ambazo nimewaletea muda huu kutoka Uvira ni ya kwamba waasi wa AFC M23 tayari wameanza kuingia ndani ya mji wa Uvira kutokea maeneo ya Kasenga. Ni wakati vikosi vya wazalendo na wanajeshi wa FARDC walikuwa wameonekana nao saa 3 ndani ya mji huo, na SK watapigania ndani ya mji wa Uvira ama itakuwa aje? Tutajua hayo yote ndani ya taarifa zetu kamili. Unayoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zote kwa wakati. Mujiunge nasi mukipitia kwenye linki ambayo iko hapo mu description chini ya titre, utapata linki hiyo au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Ili kufahamu kinachoendelea, kuwa nami mwanzo hadi mwisho, utajua kabisa hali halisi. Habari zetu za mchana wa leo ni ya kwamba kuanzia saa 5 kamili 11h vikosi vya waasi wa AFC M23 vilianza kuonekana kuingia ndani ya mji wa Uvira kuanzia maeneo ya Kasenga, na kabla yao kuonekana kuingia ndani ya mji wa Uvira, kutokea hapo kulianza kusikika masasi huko maeneo ya Kasenga, kukasikika na mabombe. Wakati huo arme ya Kongo ikasema ya kwamba pale kufro maeneo hayo karibu na Uvira imeangusha drone ya RDF ambayo ilikuwa imewaatake kutokea maeneo hayo. Baada ya minute chache tu na FARDC imetangaza hayo, ndipo vikosi vya waasi wa AFC M23 vilionekana kuingia ndani ya mji wa Uvira kutokea maeneo hayo ya Kasenga. Muliona video ile ambayo tulianza nayo, ni video ambayo ilikuwa ikionyesha waasi wa AFC M23 wakiingia hapo ndani ya mji wa Uvira kutokea maeneo ya Kasenga. Ni baada ya saa moja tu na vikosi vya wazalendo pamoja na wanajeshi wa FARDC wameonekana ndani ya mji wa Uvira kote, ni pale kumonima ya Uvira, Murompwe na maeneo yote walikuwa wameonekana hapo na kusema ya kwamba kila kitu kiko sawa. Waasi wa AFC M23 hawataingia ndani ya mji wa Bukavu na kusema kwamba wako imara kabisa, watadefendre mji wa Bukavu. Video zote nadhani ya kwamba tulikuwa tukiziwapa kila wakati pale kwa shene yetu ya WhatsApp. Nadhani ya kwamba wale wenye wanakuwaka mshene ya WhatsApp wanafuataka mambo yote jinsi yako naenda pale kunani kufro kila kitu kabisa. Tunatiaka pale video, mafoto, ili kuwaonesha maepreve ya vitu ambavyo tuko na waambia kama ni realite. Na muda huu kinachoendelea ndani ya mji wa Uvira, kuko nasikika mashambulizi hapa na pale. Waasi wa AFC M23 wameonekana kuelekea sasa kunani kuile ile barriere ya Uganda, plutôt ya Burundi na Uvira pale ndio kwenye waasi wa AFC M23 walionekana kuelekea. Hawajaingia muda huu ndani ya mji wote wa Uvira, lakini wako naendelea kuingia wengi wakiwa kulinye moja, wako naingia kabisa bila kupigana. Muliona ile video, wako naingia wakiwa wapigane. Na swali ni hili, wale wanajeshi wa FARDC na wazalendo ambao walikuwa mule wako wapi? Mbone hawako napigana hapo? Eske mji wa Uvira nao umekamatwa kama mji wa Bukavu bila kupigana hapo na kuresiste? Hawajaingia maeneo yote ya mji wa Uvira,
tayari waishafika maeneo ya Kavimvira na wako naendelea kuingia ndani ya mji wa Bukavu. Kama kutakuwa changement pale, wazalendo wapigane nao ama wale wanajeshi wa FARDC ambao walifika hapo wapigane, tutawaambia kama kawaida. Reste connecte. Habari zetu mtakuwa mkizipata 5 kwa 5 kwa kinachoendelea ndani ya mji wa Uvira. Na wasi wa M23 ambao walikuwa Kiliba hawakusimama, kumbe depuis asubuhi walikuwa wakishuka wakielekea mjini Uvira kupitia route nationale numero 5. Ndio maana muda huu njo wako naingia ndani ya mji wa Uvira. Na FARDC pale wako napigana, ni wazalendo pour le moment awapigane, njo kenye kiko pale. Na nadhani mnaona jinsi M23 iko naingia ndani, haiko fro kama ile ya mji wa Goma. Unakumbuka ndani ya mji wa Goma walikuwa wakipigana hapa na pale, mkiona jinsi wako naingia na ni fro wakipigana Momakwe. Ndani ya mji wa Uvira kabisa mnaona jinsi wako naingia, silaha wamezitia kumabega, wanaingia kama watu ambao kabisa walisha rekipere mji yote. Ni kwa nini mbone arme ya Kongo haipigane au na wazalendo pale? Ni maswali ambayo kila mtu anajiuliza, ambayo pia ataweza kupata jibu. Kinachoendelea pale ni ya kuwa arme ya Kongo toujours kupitia viongozi wale wa juu ndio ambao waachi vita vinakwenda vizuri, kutokana na kuwapa maagizo wanajeshi wale wa chini kutopigana na kuyaacha maeneo hayo kukamatwa na waasi wa AFC M23. Tuendelee na habari zetu. Huko Kinshasa kunaandaliwa maandamano le 15 tarehe 15 za mwezi huu. Kunaandaliwa maandamano ya wa opposant tofauti na washirika wao, mkiwemo Jean-Marc Kabundi. Nadhani ya kwamba mnamjua Jean-Marc Kabundi. Siku ya jana alitangaza ya kwamba maeneo ya Kongo ambayo yako mumikono ya wasi wa AFC M23 na yanayoendelea kukamatwa, mwenye kuleta hayo matatizo yote ni Felix Tshisekedi. Marke Kabundi alisema ya kwamba washirika wake na wale ambao wanapenda amani irudie mashariki mwa nchi ya Kongo wanapaswa kuungana kwa kufanya maandamano dhidi ya uongozi wake Felix Tshisekedi. Alitangaza hayo huko Kinshasa siku ya jana, akiwa pamoja na washirika wake ambao wanaandaa kufanya maandamano tarehe 15 za mwezi huu huko Kinshasa. Na kitu ambacho Felix Tshisekedi anapaswa kukijua ni ya kwamba kama hashinde vita hivi naye hana bahati. Ile njo ukweli kabisa. Felix Tshisekedi kama hashinde vita hii hana bahati. Nchi ya Kongo ikaendelea kukamatwa maeneo tofauti na kufika kumaliza manda yake na hajashinda hii vita, nawaambia itakuwa vigumu kwake, paske yeye ataingia gerezani. Ataingia gerezani akashinda hii vita, inawezekana kuendelea kuongoza nchi ya Kongo. Wakati hata ishinda hawata muvote manda ya ifuatayo, na deja constitution hairuhusu hayo, ni manda mbili tu, na angelishinda vita hii angeliacha uongozi wake na kuendelea na maisha ya kawaida. Wakati uongozi wake utaisha na vita hii ishaka mushinda, na waambia atakuwa na probleme ya hali ya juu, crime de guerre na vingine vyote vitakuwa juu yake, kutokana na jinsi vita hii inaendelea na yeye haiko na ishinda, na haya mtayaonaka kabisa. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea kutoka ndani ya mji wa Uvira. Kwa sasa vikosi vya wasi wa AFC M23 viko naingia ndani ya mji wa Uvira. Reste connecte, muendelee kabisa kukuwa connecte nasi, mujiabone ili kukuwa napata habari tofauti za kinachoendelea kutoka kwenye uwanja wa vita. Asante na washukuru sana. Merci beaucoup.